Leo tunasafiri kwa maneno kuelekea kwenye moyo wa Afrika Mashariki, kwenye mto ambao umeona falme zikiinuka na kuanguka, watawala wakipigana kwa damu na taifa likijitokeza kutoka kwenye maumivu ya zamani. Huu si mto wa kawaida, huu ni mto Kagera. Ni mto unaotembea kimya kimya kupitia milima na mabonde ya Rwanda, Uganda, Burundi na Tanzania. Lakini nyuma ya utulivu huo kuna historia ya damu, vita, mipaka ya kikoloni, mizimu ya wahanga na hatimaye hadithi ya kuwa chanzo cha mto maarufu zaidi duniani, mto Nile. Je, unajua nini kuhusu mto Kagera na nini kilichojificha ndani ya mto huu? Fuatana nami kwenye simulizi ya ajabu ya mto wa damu, mapinduzi ya historia na siri ya milele. Karibu The Storyside. Katika pembezoni mwa Afrika ya Mashariki, mto Kagera unachora mipaka yake isiyoonekana kwa macho, lakini iliyojaa historia kubwa kuliko ramani yoyote. Mto huu hauwezi kuonekana kama mto wa kawaida. Ni mto wa hali mbili, wenye roho ya kijiji na nafasi ya kimataifa. Ukiuangalia juu ya ramani, utaona ni mto mrefu unaotambaa mithili ya nyoka kutoka milima ya Rwanda na Burundi, ukipita katika maeneo ya vijijini yenye mandhari ya kupendeza hadi unapokamilisha safari yake kwenye ziwa Victoria nchini Tanzania. Lakini ukiutazama kwa jicho la kihistoria, unagundua kwamba huu ni mto wa mipaka, migogoro, matumaini na maisha. Mto huu unachota chanzo chake kutoka kwenye vilima vya juu vya Nyungwe na Kibira, kwenye misitu mirefu ya mvua iliyojaa mvua ya mwaka mzima. Huko juu unajulikana kwa majina tofauti kama mto Nyabarongo na mto Akagera, majina ya wenyeji wa Rwanda na Burundi. Majina haya hubeba maana ya heshima na maisha, kwa sababu ni katika mito hii ndimo vyanzo vya uhai vya maeneo haya huanzia. Kadri maji yanavyoendelea kuungana, mito hii miwili hukutana karibu na mpaka wa Rwanda na Tanzania, ndipo jina la mto Kagera linapozaliwa. Jina hili linapotamkwa linaibua picha ya historia, vita, utulivu na changamoto. Mto Kagera unatembea kwa wastani wa zaidi ya kilomita 600 hadi 700, huku takriban kilomita 400 zikiwa ndani ya mipaka ya Tanzania. Unaingia kwenye ziwa Victoria ukiwa ni mto mkubwa zaidi kuingiza maji katika ziwa hilo. Hili ni jambo linalowezesha si tu uhai wa samaki wa Victoria, bali pia mfumo mzima wa mto Nile unaozaliwa kutoka hapo. Lakini haushangazi kwa urefu na ukubwa. Kagera pia ni mto wa mipaka kwa maana ya kisiasa na ya kiutamaduni. Kusini mwa mto huu unatenganisha Rwanda na Tanzania kwa mstari wa maji. Kaskazini unapakana na Uganda, ambapo vijiji vya mpakani vinatumia mto huu kama daraja la biashara na ujirani. Na ndani ya akili na historia ya watu, mto huu unaendelea kuwa mpaka kati ya enzi za kale na maendeleo ya sasa. Mazingira yanayozunguka ni yenye kuvutia mno. Mto huu unapita kupitia maeneo yenye uoto wa kijani kibichi usiokauka, misitu ya miombo, mashamba ya ndizi na mihogo, mabonde ya maharage, mahindi, mpunga na vichaka vya asili vilivyojaa miti ya matunda ya porini. Pembe zote za mto huu zimejaa maisha. Wanyama wa porini kama nyani, viboko na mamba huchungulia
kutoka kingo za mto kwa tahadhari, huku ndege wa maji kama visuvi, korongo na bata maji wa mwituni wakiruka juu ya maji kwa ustadi wa ajabu. Ndani ya maji kuna ulimwengu tofauti. Samaki aina ya sangara, kambale wa mtoni na dagaa wa asili hupatikana katika kina cha maji yake. Wavuvi wa vijiji kama Kiaka, Murongo na Bugandika huamka mapema, huingia na mitumbwi yao midogo na kurudi mchana wakiwa wamejaa matumaini au wakiwa kimya kwa sababu ya kuwa mikono mitupu. Maji ya mto Kagera si tu chanzo cha chakula, bali pia ni chemchem ya imani. Kwa baadhi ya jamii, maji haya huchukuliwa kwa ajili ya baraka, dawa au tambiko. Katika maeneo ya vijiji vya mpakani, wazee husema kuwa maji haya hubeba sauti ya waliopotea, wakimaanisha historia ya watu waliopitisha maisha yao pembeni mwa mto huu na wakaacha alama zao zisizofutika. Lakini pia ni eneo la maisha ya kawaida. Wanawake huosha vyombo kando kando ya mto. Watoto huogelea kwa furaha kwenye kona za mto zilizotulia, na wazee huketi juu ya mawe ya kingo wakitafakari maisha na kusimulia hadithi za zamani. Mto huu kwa upande mwingine huja na changamoto zake. Wakati wa mvua kubwa, mto hufurika na kuleta mafuriko mashambani na vijiji vya karibu. Wakati wa kiangazi, viwango vya maji hushuka na migogoro ya matumizi ya maji huanza kati ya wafugaji, wakulima na wavuvi. Lakini hata katika misukosuko hiyo, mto Kagera husalia kuwa uti wa mgongo wa maisha ya watu wa kaskazini magharibi mwa Tanzania. Mto Kagera ni mto wa harakati, mto wa maisha na mto wa kiroho. Kwa macho ya mgeni, huu ni mto wa kawaida, lakini kwa wenyeji, Kagera ni kumbukumbu ya historia, mlinzi wa vizazi na tumaini la maisha yajayo. Wakati wa wafalme, karne nyingi kabla ya ukoloni na utawala wa kisasa, mto Kagera ulikuwa zaidi ya mto wa maji tu. Ulikuwa mstari wa heshima, mpaka wa kifalme na mgawanyo wa jamii. Katika karatasi za historia za mkoa huu wa Afrika ya Mashariki, Kagera ulikuwa ukishikilia hadhi ya kipekee kwa kuwa mpaka wa mikoa na falme kubwa za kale, hususan falme za Rwanda, Karagwe na Buganda. Kwa makabila yaliyozunguka mto huu, hasa Banyambo na Banyankole, mto Kagera haukuwa tu ni maji yanayotiririka, bali uliwakilisha kikomo cha utawala, ardhi na mali. Wafalme na watawala walihakikisha mto huu unaheshimiwa na ulitumiwa kama alama ya ugawaji wa mali. Ardhi zilizogawanywa kwa makabila na familia, mifugo iliyogawanywa kwa wafugaji wa makabila, na hata watu waliokuwa wakihamishwa au kuteuliwa kuishi katika maeneo maalum. Katika simulizi za wazee na mzee wa mila za kijiji, mto huu ulikuwa na hadithi nyingi za mizimu ya wahenga waliokuwa wakivuka mto huu, lakini pia roho za wale waliopoteza maisha kwa sababu za kivita au za magonjwa. Katika baadhi ya maeneo, waliamini kuwa wakati wa ukame mkubwa au vita vya hatari, hutoa sadaka kwa mto, bidhaa za chakula au hata wanyama waliokuwa wakizaliwa kwa heshima. Haya yalifanyika ili kutoa baraka za maisha na kuzuia majanga. Hadithi hizi za kiasili zinadhihirika kwa kuonekana kwa makaburi ya zamani karibu na kingo za mto na maeneo ya kuabudu yaliyotumika kwa karne nyingi. Hii inadhihirisha kuwa mto huu ulikuwa sio tu chanzo cha maji, bali pia chanzo cha maisha ya kiroho, utawala wa kijiji na mshikamano wa jamii. Wakati wa ukoloni, wakoloni wa Kijerumani na Kibelgiji waliketi mezani na kuchora ramani.
wakitumia mto Kagera kama mipaka ya kisiasa, bila kujua walichokuwa wakikitenganisha ni mila, familia na historia za kale. Na kwa miaka mingi mto huu ukawa njia ya usafirishaji wa majeshi, silaha na rasilimali. Mto huu una matukio mawili ya kihistoria yasiyosahaulika kwa wenyeji wanaoishi kando ya mto Kagera. Tukio la kwanza ni vita vya Kagera. Mnamo mwaka 1978 hadi 1979, wakati wa vita vya Nduli Idi Amin, mto huu uligeuka kuwa njia ya uvamizi. Wanajeshi wake walivuka Kagera na kuingia Tanzania, na ndipo palipozaliwa vita vya Kagera. Wakati majeshi ya Idi Amin yalipovuka Kagera, walifanya mauaji ya raia, wizi wa mali na ubakaji wa wanawake. Tanzania haikuwa kimya. Chini ya uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alitoa kauli ya kwamba uwezo wa kumpiga tunao, sababu tunayo na nia tunayo. Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ liliitikia, likavuka mto huu na kupigana vita. Vita vilimalizika kwa Tanzania kumng'oa Idi Amin madarakani na kumwacha akikimbilia uhamishoni. Vita hivi vilivunja historia ya ukimya wa nchi za Afrika. Kwa mara ya kwanza, nchi ya Kiafrika ilimng'oa dikteta wa Kiafrika kwa jeshi la kitaifa. Mto huu haukusahau harufu ya damu. Kwa miezi kadhaa, miili ya watu ilielea juu ya maji yake, na wenyeji wa maeneo ya Kiaka, Misenyi na Bukoba walishuhudia machozi ya taifa zima yakitua ndani ya maji haya. Tukio la pili ni mauaji ya kimbali. Mwaka 1994, katika kilele cha mauaji ya kimbari ya nchini Rwanda, mamia kwa maelfu ya miili ya Watusi waliouawa ilitupwa katika mito ya Rwanda, hasa Nyabarongo na Akagera, na miili yote iliishia kwenye mto Kagera. Kwa wiki kadhaa, wenyeji wa Tanzania waliamka kila asubuhi wakiona miili ikielea kwenye mto huu kuelekea ziwa Victoria. Ilikuwa huzuni ya Afrika, ila Kagera ikawa shahidi wa giza hili. Kwa karne nyingi, mataifa ya Ulaya yamepambana kugundua chanzo halisi cha mto Nile. Wengi walikisia kwamba Nile inaanzia ziwa Victoria, lakini wanaojua vema huanza safari yao kwenye milima ya Rwanda, kwenye mito ya Nyungwe, ambapo mto Nyabarongo huchangia Kagera, kisha kuingia ziwa Victoria na hatimaye kuzaliwa upya kama White Nile nchini Uganda. Chanzo hiki hujulikana kama chanzo cha mbali cha mto Nile. Watafiti kama John Hanning Speke, Bolton na wengine walihangaika, lakini hadi leo baadhi ya wataalamu huamini kwamba chanzo cha kweli cha Nile kiko Rwanda kupitia Kagera. Hii hufanya mto Kagera kuwa si tu mto wa vita na historia, bali pia mtetezi wa urithi wa Afrika na mzazi wa mojawapo ya mito mikubwa kabisa duniani. Leo hii mto Kagera ni chanzo muhimu cha maji kwa wakazi wa vijiji vya mpakani, umwagiliaji wa mashamba ya mpunga na kahawa, na mtetezi wa maisha ya wavuvi. Lakini pia mto unakabiliwa na changamoto: uchafuzi kutoka kwa wakulima, uvamizi wa mipaka ya makazi, ukataji miti kando kando ya mto, na kupungua kwa viwango vya samaki. Mradi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unalenga kuulinda mto huu, kuhakikisha historia yake haitoweki na kwamba kizazi kijacho kitapata maji kama tulivyoyakuta au zaidi ya haya. Mto Kagera hauko tu kwenye ramani, upo ndani ya nafsi ya mataifa manne. Ni mto ulioshuhudia ufufuo wa falme, kuanguka kwa dikteta, mauaji ya kikatili, lakini pia maisha ya maelfu ya familia zinazoutegemea.
Hii ndiyo hadithi ya mto Kagera. Ni mto unaotufundisha kuwa maji hayatiririki tu, bali hubeba kumbukumbu, damu na matumaini ya bara zima. Je, unafahamu nini kuhusu mto Kagera? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.